Na msikilizaji, hii leo tunaianza simulizi mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Zena. Ni kukaribisha sasa tuweze kusonga mbele, tumfahamu Zena alifanya nini, binti ambaye alikuwa ni tomboy lakini pia akiwa na tabia ambazo kila mwanajamii hakupendezwa nazo, na kimsingi maisha yake yalibadilika baada ya kuhamishwa na kupelekwa jijini Dar es Salaam kutoka jijini Arusha na kwenda kufanya kazi za ndani. Hapo ndipo safari ya kumpata bosi na kuwa na mahusiano naye ilipoanza. Karibu sasa msikilizaji, tusonge mbele katika sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii na kwenda kwa jina la Zena. Simulizi yetu inaanza kwa kueleza kuwa sio kila mtu huanza maisha akiwa na mwelekeo sahihi, na kwa Zena ilikuwa tofauti kabisa. Alikuwa amekulia katika mazingira magumu. Zena alijijengea tabia ngumu zisizoendana na umri wake. Alikuwa na mwonekano na mienendo ya tomboy hivi, akipenda kuishi kama kijana wa kiume, na mara nyingi alijihusisha na vitendo vya wizi mdogo ili kujikimu mahitaji yake. Maisha yake yalikuwa ya kupambana kila siku bila mwongozo wala matumaini ya kesho iliyo bora. Hata hivyo, bahati ilipoanza kumwangukia, alipata kazi ya ndani katika nyumba ya mtu mwenye uwezo mkubwa, bosi ambaye hakujua kabisa historia ya msichana huyo. Ndani ya nyumba hiyo mpya, maisha ya Zena yalianza kubadilika taratibu, lakini kadri siku zilivyokwenda, ukaribu usiotarajiwa ulianza kujitokeza kati yake na bosi wake. Kilichoanza kama uhusiano wa kazi tu, polepole kiligeuka kuwa kitu kingine kabisa, kitu ambacho kingebadilisha maisha yake milele. Na huu ulikuwa mwanzo wa maisha mapya kabisa kwa Zena, au ni mlango wa matatizo makubwa zaidi. Zena anaanza kwa kutusimulia mwanzo wa hadithi yake. Niite Zena, binti wa tatu kuzaliwa kwenye familia ya watoto watano, familia ambayo ilijaliwa watoto wa kiume wawili na wa kike watatu. Katika watoto wa kike, mimi ndio nilikuwa mkubwa kuzaliwa, lakini kwa ujumla mimi ni mtoto wa tatu, kwani kaka zangu walitangulia kuzaliwa kabla yangu. Nimezaliwa mkoani Arusha, mkoa ulio na kila aina ya wahuni, mkoa ambao lugha zao kama ni mgeni unatoka patupu. Nikiwa na waongelea wahuni wa Arusha, naomba na mimi niwepo jamani. Kwanza kabisa nikubali kuwa nimekuwa binti mkorofi sana. Mara nyingi niliigiza kama mtoto wa kiume, na hata mavazi yangu nilipendelea kuvaa mavazi ya kiume. Mama na baba yangu wamekuwa watu wa kunipigia sana kelele. Upande wa baba yangu amenipiga sana ili niweze kubadilika, lakini nimeshindwa. Kama mtu anafanikiwa kuniona mwili wangu vizuri, lazima stuke kidogo kutokana na makovu mengi sana ambao nilikuwa nayo mwilini. Zena mimi sikuwahi kuingia kwenye mahusiano hata mara moja. Mara nyingi nilijiona kama mwanaume, ingawa nilikuwa na mwili mzuri sana wa kike ambao mtu akiniangalia lazima aniangalie kwa kurudia. Ukirudi usoni pia ndio kabisa, mimi ni mrembo hatari. Ukija kwenye mashavu lazima ukutane na dimples za Omi Dimples. Walai, sijisifii, mimi ni mzuri, ila ndo hivyo bana, nimechagua maisha ya kiume. Kwenye maisha yangu bangi ni kitu cha kawaida sana. Shughuli ya ukishandu naiweza sana tu, na nafanya kuliko kawaida. Sio kwenye ukishandu tu, mimi hata kuvamia na kuvunja naweza. Achaneni na maelezo sasa, njooni huku mkaone ni jinsi gani tomboy mimi nimekuja kuangukia kwenye penzi zito la bosi wangu. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya wikendi, yani siku ya mapumziko kwa wale ambao wana kazi zao za kueleweka. Lakini ukija kwa upande wetu sisi watafuta hela ambao hatujui nani alipoteza, kwetu ni kazi juu ya kazi. Kama kawaida nikatoka nyumbani kwa kutoroka na kuingia zangu mtaani. Safari yangu ilikuja kuishia kwenye kitengo chetu, ambapo hapo mtaani kilijulikana kama damu chafu roho mbaya. Zei, ni aje? Alinisalimia mmoja wa wahuni pale tu aliponiona. Niligeuka na kumpa 5, kisha nikamuuliza, "Oya mwanangu, dawa napata au?"
Dawa kama kawaida Zei. Sema leo nina kadiri fulani hivi. Kwa haraka naona huwezi kufeli. Haraka nikakaa pembeni yake kwa wakati huo. Akili yangu ilikuwa inawaza mchongo wa pesa tu na sio kitu kingine. Baada ya kukaa kwa sauti ya upole nikamuuliza, "Dili gani tena hilo babu?" "Sema liwe la pesa. Usije uniletea madili ya ushubwada, sitakuelewa." Basi, kijana wa watu akaanza kunipa maelezo pale. Baada ya kumaliza, nilijikuta nikifurahi sana. Lilikuwa ni dili moja kubwa sana. Dili ambalo nikiipata tu pesa hiyo nabadilisha maisha yangu na familia kiujumla. Baada ya kupewa lile dili, nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa 7 usiku. Mimi na kikundi changu cha watu 5 tulionekana nje ya jumba moja kali sana la kifahari. Jumba ambalo ukiangalia tu nje unajua kabisa wanaoishi humu ni watu na pesa zao. Tukiwa tumeficha sura zetu kwa maski, tulianza kuingia mdogo. Muda huo tulipulizia dawa ya usingizi kila kona. Kwa upande wetu tulitumia vifaa maalum kwa ajili ya kuzuia dawa isiweze kutuzuru. Tulifanikiwa kuingia ndani kabisa ya nyumba na dawa ya usingizi ilifanya kazi vizuri kabisa. Kwani wamiliki walilala fofofo, utazani wamepoteza maisha. Lengo letu lilikuwa ni kuingia kwenye chumba ambacho tajiri wa nyumba hiyo alikuwa akihifadhia mali zake. Kwa kuwa tulikuwa na ramani nzima, tuliweza kuingia pasi na vikwazo. Kuna watu wana mali bwana. Kwanza nilikuwa najua watu wenye mali huwa wanapeleka benki, kumbe sio wote. Tajiri huyu alikuwa akihifadhi kwenye chumba hiko maalum ambacho bila password huwezi kuingia. Tulienda tukiwa tumeshajiandaa. Tulikuwa na begi moja kubwa sana na tulitumia kujaza pesa hizo. Baada ya kumaliza kwa haraka, tukaanza kutoka. Kwa upande wangu nilibahatika kuona cheni nzuri ya dhahabu. Hivyo nilirudi na kutaka kuichukua. "Zei, tusipe wewe," alizungumza mmoja kati ya wezi wenzangu. "Nakuja bwana," nilijibu na kuendelea kuvuta cheni hiyo ambayo ilikuwa imebanwa na kabati. Katika 1 na 2 bwana, wenzangu wakatoka nje na mimi mlango ukajifunga, na kufunguka kwake ni nje tena kwa kutumia kodi. Nilitamani kupiga kelele ili kuwastua, lakini nilishindwa kutokana na kuhofia kusikika na wahusika, halafu nikakamatwa. Nilitulia na kujipa moyo na kuamini kuwa wenzangu watakuja kunifungulia. Waswahili husema kuwa siku za mwizi ni 40. Nafikiri zangu zilifika. Niliona kabisa ninavyokamatwa na kuingia sehemu mbaya. Mwisho nilipata wazo la kipuuzi sana la kujifungia kwenye moja ya makabati, huku nikijiambia kuwa nitatoka asubuhi pale tu wahusika watakapokuja kuingia kwenye chumba hicho. Ila ni kama akili yangu ilifika mwisho hivi. Yaani, nawezaje kutoka na wasinione jamani? Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, nilijikuta tu nikipitiwa na usingizi. Ndugu zangu, usingizi hauna bondia. Hatimaye siku 3 zilipita nikiwa nimekwama kwenye chumba hicho. Niliteseka na joto, njaa na kiu cha maji. Imani yangu ya kuwa kuna mtu anaweza akaja kufungua ilinisaliti bwana, na kunifanya niteseke ndani ya siku 3. Nikiwa sina nguvu kabisa na tetemeka kwa ajili ya njaa na kiu, nilisogelea mlango na kuanza kugonga kwa nguvu sana. Kwa wakati huo nilikubali kuwa liwalo na liwe tu, ila sio kufa kizembe kwenye nyumba ambayo sitambuliki. Baada ya muda mlango wa chumba hiko uliweza kufunguliwa na uso kwa uso nikakutana na mmiliki wa nyumba hiyo. Alikuwa ni mbaba wa makamo. Sura yake tu iliniogopesha, maana alikuwa na sura personal kabisa. "Wewe ni nani? Na umewezaje kuingia hapa?" Mbaba huyo aliniuliza huku akizungusha shingo yake kwa kuangalia huku na huku. "Maji," nilizungumza kwa sauti ya kukata tamaa kabisa. Mbaba huyo aliweza kugundua kuwa kuna uhalifu umefanyika. Alichofanya ni kupiga alamu yake maalum ambayo alifunga nyumbani kwake kwa ajili ya ulinzi. Polisi hawakuchukua hata nusu saa, wakawa wameshafika kwenye eneo la tukio. Nilibebwa kama mhalifu na kufikishwa kwenye kituo cha polisi. Kwa wakati huo sikuwa na nguvu hata kidogo. Njaa na kiu viliendelea kunitesa. Nilijaribu kuomba chakula na maji, lakini sikusikilizwa hata kidogo.
Niseme kuwa niliyakanyaga, kwani mbaba ambaye tulimuibia ni mtu mkubwa sana kwenye kitengo cha usalama, hivyo nilishikiliwa vilivyo. Mwanamke ni mwanamke bwana. Mwili wangu ulishindwa kabisa kuvumilia njaa na kiu ya hali ya juu ambayo nilikuwa nao, na mwisho nilijikuta nikipoteza fahamu. Walijaribu kuniamsha lakini ilishindikana. Mapigo ya moyo wangu yalisikika kwa mbali sana, hivyo haraka nikawaishwa hospitalini. Nilipatiwa huduma ya kwanza pale na kutundikiwa dripu ambalo lilinisaidia sana kwenye kurudisha hali yangu kwenye usawa. Baada ya muda nilipatiwa chakula. Nilikula utazani nimeambiwa sitakula tena. Nilikula haraka kana kwamba nilikuwa kwenye mashindano. Baada ya kushiba na kukaa sawa, nilichukuliwa na kurudishwa kituoni kwa ajili ya mahojiano, kwani hospitali sikuonekana kuwa na ugonjwa wowote ule. Binti, pesa zimeibiwa lini na mlikuwa wangapi? Aliniuliza mkuu wa askari kitengo cha upelelezi. Niliguna na kubaki nikiwatolea macho huku nikijifanya kutokuelewa kile wanachoniuliza. Baada ya kuona kuwa nipo kimya, askari huyo akaniuliza tena, ulikuwa na akina nani? Aba. Niliamua kujifanya bubu tu, maana kuwataja wenzangu ni mbaya kabisa. Polisi huyo alishusha pumzi ndefu kisha akatoka nje na kuniacha mwenyewe. Nilibaki nikitabasamu na kuamini kuwa nimewaweza na hakuna ukweli wowote ule ambao wataupata kutoka kwangu. Baada ya muda, polisi yule alirudi na polisi mwenzie ambaye ni bubu. Wallahi, waliniweza. Kwa upande wangu sijui hata kuongea na bubu. Halafu wananiletea bubu wakiamini kuwa tunaweza kuelewana. Niliamua kuwa jeuri tu, sikuzungumza kwa maneno wala kwa vitendo. Nilibaki kimya tu. Siku ya kwanza ilipita nikiwa nimelala mahabusu. Muda wote niliwaza ni jinsi gani naweza kutoka kwenye matatizo mazito kiasi hiki. Akili yangu ilihisi kuchanganyikiwa kabisa. Pesa ambazo waliondoka nazo wenzangu zilikuwa ni nyingi mno na kufanya kesi yangu kuwa na uzito wa hali ya juu. Siku iliyofuata, majira ya saa 3 asubuhi, nikaingizwa tena kwenye chumba cha mahojiano, na safari hii alikuwepo na mhusika mkuu, yaani mbaba yule ambaye tumemuibia. Binti, unijui sikujui, hivyo basi usinifosi kufanya mambo ambayo sitaki kabisa kufanya kwako. Wewe ni binti mdogo sana. Nikikupa adhabu hata moja, nina uhakika kuwa stori yako ya maisha itafutika. Aba. Niliendelea kuigiza kama bubu huku nikiamini kuwa ndio njia pekee ambayo itanisaidia kuwa salama. Bwana, kuna watu hawataniwi hata kidogo. Nilijikuta nikichezea kichwa kimoja cha pua kilichosababisha nianze kutokwa na damu puani. Mr. Mbilinyi, huko ni kuumiza bwana, alizungumza askari ambaye alijulikana kwa jina la Vero. Huyu sio bubu, aliomba chakula nyumbani kabla ya kufika hapa kituoni, alizungumza Mr. Mbilinyi na kushika shingo yangu. Huyu baba ni muuaji sio bure. Yaani alinikaba pasi na kuwa na huruma hata kidogo. Alinikaba pasi na kujali kuwa mimi ni mtoto wa kike. Mkabo ulikuwa wa kutoana roho kabisa. Nilikosa hata pumzi. Nilijikuta nikianza kurusharusha miguu yangu huku na huku. Zena, utakufa kizembe. Nafsi yangu iliamua kuzungumza nami kwa jaziba. Nikaropoka. Nasema, Mungu, Zena mimi sijui nini kitanikuta. Na msikilizaji, hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi na kwenda kwa jina la Zena, binti ambaye ni tomboi. Baada ya misukosuko ya hapa na pale, alijikuta akiingia katika lindi la mapenzi na bosi wake. Je, bosi wake ni yupi? Ni huyu Mr. Mbilinyi ambaye kwa sasa yuko naye polisi, ama kuna mtu mwingine? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Zena. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ili wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Zena.